Nadhani ni wamepata opportunity ya kufika katika klabu yetu ya Simba, nao sasa hivi ni wana Simba. Kikubwa ambacho wanachotakiwa kukifanya kujua kwamba wako hapa kwa sababu gani na wamesajiliwa kufika hapa kwa sababu gani. Hii ni timu kubwa, inahitaji mataji, inahitaji kufanya vizuri. Kwa hiyo umuhimu wao na uwezo wao utatufanya sisi kuweza kufikia malengo yao. Kwa hiyo wao kufika hapa kwetu sisi na sisi tuliokuwa hapa tunawakaribisha na tunawaambia tu wana jukumu kubwa la kufanya katika klabu yetu kufikia malengo ambayo tumejiwekea katika msimu huu. Ratiba kama vile itakuwa ni tight sana kama mtafanikiwa kufika finali tarehe 7, tarehe 8 Simba Day, lakini tarehe 12 dabi ya Kariakoo ya Jamii, 14 kama kawaida ligi inaanza. Hii kwa wachezaji pia mnaiangalia kama iwape chachu ama morali ama pia itawapunguzia kidogo ile morali kwenye kucheza hii michuano ya Sekafa. Nadhani kuhusiana na ratiba kwa ujumla na mashindano mengi ambayo tumekuwa tuko nayo sisi kama Simba, nadhani hilo benchi la ufundi linaliangalia zaidi na pia viongozi wameliangalia zaidi, na ndio maana unaona katika namba ya wachezaji waliokuwepo kila position kuna watu wawili mpaka watatu. Kwa hiyo itatupa sisi kufanya rotation kubwa, lakini hilo ni jambo ambalo nitawaachia sana benchi la ufundi kuweza kuangalia jinsi ratiba inavyoenda na uhitaji wa wachezaji. Lakini kwa upande wenu captain, mnahisi kabisa mashindano haya ni kipimo sahihi kwa ajili ya kujiandaa na msimu ujao? Kwa sisi naweza kusema ni mashindano sahihi na yamekuja wakati sahihi wa kujiandaa. Hata kama tungekuwa hatuna mashindano haya, ingekuwa tunahitaji mechi za kirafiki. Kwa hiyo na imani kwamba ndani ya pre-season ambayo tunaenda kuifanya na tunaenda kucheza na mashindano, itakuwa ni sehemu nzuri sana kwa kucheza hizi mechi kwa sababu zitatuweka fit na tutajua tuna mapungufu yapi ambayo tutaanza kuyarekebisha mapema kabla ya msimu ujaanza. Wana Simba wategemee mazuri. Nilisema kabisa kwamba dirisha dogo, nashukuru sana viongozi wa kuleta wachezaji dirisha dogo, impact imeonekana. Hivi sasa wana Simba wategemee mengi mazuri msimu huu na wao. Nadhani wana Simba na wanachama wa Simba wameona pale tulipoishia, lakini sio kwamba tulipoisha pale tulikuwa tumefanya mazuri sana ya kupitiliza. Kulikuwa na makosa na kulikuwa na mapungufu. Kwa hiyo na imani kwamba viongozi pamoja na benchi la ufundi waliona mapungufu hayo, wameyajazizia, na imani tutaendelea pale tulipoishia. Now you're traveling to Rwanda for the Sekafa competitions. How prepared are you? Because it's been a short period of time. The team has just came back. So how prepared are you for this tournament? So obviously there's advantages sometimes of having a short break because obviously we've been preparing for all our previous league matches and obviously the CRDB final. So the team knows what they need to do. They know how we want to play. So it's not a situation of restarting a whole new pre-season. Is just about making sure the players are nice and fresh, ready to go and play the tournament. Obviously there'll be some new signings and players that will be integrated into the squad. Hopefully 1 or 2 players coming back from injury. People like Hamza and Nangu will also be sort of maybe at the back end of the tournament, maybe exposed to some minutes. So we prepared. We know how we want to do things. Coach, how you prepare? What is your plan in this tournament? Because what's your plan in this tournament? Because the 7th of October will be the final of this tournament, but in 8th it will be a Simba Day, and in 12th will be the derby, Kariakoo derby against Young Africa. Yeah, there's different ways that we need to look at it. I think important part is just take it day by day, see how we progress in the tournament, and as we progress in the tournament, we'll then manage the tournament. And obviously besides Simba Day, there's a charity shield shortly thereafter and a week after. So we'll just have to just be calm about things, take it game by game and see how we do it. So you should expect Simba to see in final this tournament? Simba wants to win all tournaments they play in, and this is no different. So we all want to win the tournament, but we also have to be mindful and be careful of how we approach it because there's some big matches that come soon after the tournament. Coach, you'll be starting with away games, 3 games away, and after the 12th game, the Community Shield, you'll be traveling to the northern Tanzania.
How prepared are you, and how did you see the section coming up next in the next season? Yeah, I think I haven't given that too much thought as yet. Obviously, it was a short break and just needed to refresh. And then once we're in Rwanda, we'll have a lot of opportunity to think and plan for not only Simba Day, but also obviously the Charity Shield and the start of the league. It is a challenging fixture list to start, but it is what it is. You end up playing everybody at some stage twice in the season. But yeah, I haven't given it that much thought at this stage, but definitely in the next 2 weeks we'll be thinking of that. Je, wewe ni mwanafunzi uliyemaliza form 6 au diploma na unaifikiria mbali? Je, azima yako ni kusoma katika chuo kikuu cha kimataifa na kupata uzoefu wa dunia nzima na kufungua fursa zisizo na mipaka? Eurasia iliyosajiliwa na TCU ni mshirika wako unayemwamini hapa Tanzania. Sisi ni wataalamu wa kuunganisha wanafunzi wa Kitanzania wenye malengo na vyuo vikuu bora na kozi bora zaidi duniani kote, kuanzia China, India, Malaysia, Canada, UK na kwingineko. Tunatoa mwongozo wa kibinafsi kwa kila hatua, kuchagua kozi sahihi, kurahisisha maombi, kupata scholarships na hata kusaidia masuala ya visa. Usiruhusu ndoto zako za kusomea kozi unayoipenda zibaki ndoto. Tembelea Eurasia leo, usomee kozi sahihi ya ndoto zako. Tupo Sky City Mall, floor ya 4, barabara ya ardhi, karibu na Mlimani City. Na kwa Dodoma, tupo karibu na ofisi za mkuu wa mkoa. Kwa mawasiliano zaidi 0765627770 au 0663482323. Eurasia, tutakuunganisha na tutakusimamia.